Mambo ya Yesu wa Nazareti. Unafahamu, mara kwa mara nimekuwa nikipenda sana kufuatilia mambo ya Yesu Kristo. Unapofuatilia mambo ya Yesu, kuna raha yake, kuna uzuri wake. Unajua, wakati mwingine watu wengi wanapoteza mwelekeo katika maisha kwa sababu tunafuatilia mambo ya watu. Tunafuatilia mambo ya watu. Hiyo inakuwa ni kitu ambacho ni cha tofauti kidogo. Lakini leo nataka nikwambie habari ya kufuatilia mambo ya Yesu Kristo. Unajua, unapofuatilia habari za mtu, unataka kumjua. Unataka kujua kazi zake ni zipi. Unataka kujua anafanya biashara gani. Unataka kujua habari ya familia yake. Unataka kujua habari ya watoto wake. Unataka kujua ikiwa amepata upenyo, je, ni siri gani amefanya ili apate huo upenyo. Unaona, yani unapofuatilia maisha ya mtu inategemea unafuatilia kwa njia gani. Lakini tunaweza tukabadili mwelekeo, tukaanza kufuatilia mambo ya Yesu Kristo. Hebu tuseme wote, mambo ya Yesu Kristo. Sema tena, mambo ya Yesu wa Nazareti. Sema tena, mambo ya Yesu wa Nazareti. Kuna maeneo tofauti ambalo wamechukua jina hili likawa kama jina la kawaida tu, na wanalitumia kama jina la kawaida. Anaweza kawepo Yesu lakini wa Brazili, anaweza kawepo Yesu lakini wa China, anaweza kawepo Yesu lakini Yesu ambaye tunafuatilia habari zake katika maisha yetu ya wokovu ni Yesu wa Nazareti. Luka 24 mstari wa 13 sasa mpaka wa 19. Luka 24 mstari wa 13 mpaka wa 19. Tasoma kama ilivyoandikwa. Karibu. Luka sura ile ya 24 mstari wa 13 mpaka wa 19. Sawa. Na tazama, siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Hebu tuseme wote, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Ndio. Akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akamjibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata hujui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Hebu tuseme wote, mambo ya Yesu wa Nazareti. Mambo ya Yesu wa Nazareti. Ndio. Akamwambia, nitarudia pale. Akawa ule mstari wa 10. Elisha, wewe endelea. Akawajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata hujui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Asante sana. Mstari wa 19 tuseme wote, akawauliza mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, tumekusanyika katika mchana huu leo. Nataka kuzungumza mambo ya Yesu wa Nazareti kama jinsi ambavyo tumesema. Unafahamu, katika habari ambayo tumesoma ni siku ile Yesu alipofufuka. Hii habari inatajwa ya siku ile ambapo Yesu Kristo alifufuka.
Na unajua alipokuwa amefufuka akawa kuna watu ambao wanatoka huku wanakwenda kule, watu wanajadili kule, wanaongea kule, habari ya Yesu inatajwa kule, kuna wengine wako kule. Halafu kuna watu wawili. Hawa watu wawili ni watu wa kipekee, ikabidi kumbukumbu ziwekwe katika vitabu. Biblia inasema watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau. Hawa watu walikuwa wanasafiri wanakwenda Emau, na walipokuwa wanasafiri kwenda Emau, hawa watu kuna kitu ambacho nakipenda kwao, na ni kitu ambacho ni cha ajabu sana. Walikuwa wanajadili habari, walikuwa wanaongea habari, lakini hazikuwa habari za watu, lakini hazikuwa habari za siasa, lakini hazikuwa habari za walikuwa wanaongea habari, lakini habari za Yesu Kristo. Biblia inasema kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2, mahali ambapo unatembea kama kwa miguu kwa saa 2, si mahali karibu kidogo, masaa 2 unatembea. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Mambo yapi yaliyotukia huko Yerusalemu? Walikuwa wanaongea. Kuna mtu mmoja hapa alikuja, huyo mtu ni wa ajabu, yani ameponya wagonjwa, yani pia amemfanya Batimayo kuona, yani mtu wa ajabu. Alitembea hapa, alikuwa na wafuasi wengi. Unajua yule jamaa alifanya pia mitume, yani kwa kweli alikuwa wa ajabu. Kuna siku moja tulikwenda sehemu moja katika kijiji kimoja, tukakuta maiti amekufa, amezikwa, yuko kaburini kwa siku 4. Na unajua pale kaburini alimwita kutoka kaburini, na walipoondoa lile jiwe maiti akatoka. Yani yule mtu ni wa ajabu sana. Kwa hiyo wanaongea, wanazungumza habari za mambo yaliyotokea, lakini ikawa katika kuzungumza kwao wao kwa wao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Hebu tuseme Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kuna uwepo unaoandamana na watu wanapozungumza mambo. Ngoja sasa sisi nitaliwekaje? Kuna uwepo unaoandamana kutokana na aina ya mazungumzo. Uliwahi kusikia andiko moja linasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa nini mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema? Kwa sababu mazungumzo mabaya yanavuta roho fulani, alafu yataharibu hiyo tabia, kwa sababu ya ile roho itatawala. Mahali popote ukienda katika sehemu ambazo labda ni madanguro, kuna aina ya mazungumzo, lakini kuna aina ya watu wako pale na uwepo wa pale ni mwingine. Ukienda mahali ambapo ni baa kubwa mashuhuri na mambo mengine ya watu wanakunywa na kulewa na mambo mengine, basi kuna mazungumzo ya pale. Ukienda mahali, siku moja tulikuwa tunatafuta chakula na mama mchungaji, kwa hiyo tulikuwa tunafikiri wapi tutakula chakula leo. Alafu kuna sehemu nyingi zimefunguliwa ambazo ni za kuuzia vyakula, na kwa kweli zinauza vyakula. Sasa kuna sehemu tumezizoea kwenda kwa ajili ya chakula, lakini tukasema leo tutajaribu sehemu mpya ambayo hatujawahi kwenda, sehemu mpya kabisa. Na kwenda hatujawahi kwenda, tunapita kwa mbali, tunapita barabarani kwa mbali. Na unajua tukaingia, tulipoingia kwa kweli wako vizuri. Huku kuna chomwa nyama za kuku, huku kuna chomwa mishikaki, huku kuna hivi, kule kuna, alafu kule vyakula vinapikwa. Yani ni mahali pana mambo ya chakula kweli, lakini pia pana baa isiyo ya kawaida, pana miziki isiyo ya kawaida, pana wanawake wamevaa nusu uchi wasio wa kawaida. Yani kuna kila aina ya takataka. Bwana asifiwe sana. Kuna uwepo wao. Halafu nilishangaa, tukaagiza chakula kwa sababu tulikuwa tunataka kukula, lakini kujaribu mazingira mapya. Kwa hiyo tukaagiza chakula. Sasa pale mahali tulipofika ilikuwa ni usiku, ni jioni, ni usiku. Kwa hiyo mziki ulikuwa umefunguliwa kidogo. Kuna mziki unapiga, na mziki ulikuwa unafunga kila baada ya kama dakika 5 ama 10 unaongezwa sauti kidogo tu, hauongezwa kidogo, alafu kila baada ya kama dakika 10-15 unaongezwa tena, kila baada. Kadri tunavyoendelea, yani
imefika saa ya chakula. Tulikuwa tunataka tuombe watufungie tubebe. Maana vyakula vya kutengeneza. Sio kwamba viko tayari, ni vya kutengeneza. Ukishatoa oda ndio wanatengeneza. Kwa hiyo imefika saa ya kula. Yaani wameshafungua mpaka mwisho. Ni kelele, yaani mpaka masikio unasikia nauma. Bwana asifiwe sana. Lakini wenyewe walioko pale, wamefurahi, wako vizuri kweli. Yaani ndio wanaenda kule wanaambia ongeza sauti hapo, ongeza. Bwana asifiwe sana. Lakini kwetu sisi ni tofauti. Angalia hawa watu wanazungumza habari za Yesu, wanaongea habari za Yesu, wanatembea. Walipokuwa wanaongea mambo ya Yesu, Yesu mwenyewe akaungana nao. Ilikuwa ni ajabu. Labda walikutana mtu njiani tu, labda alikuwa kando ya njia, walipokuwa wanatembea akaungana na wao. Alipoungana na wao, wakawa wanatembea naye, wanaongea naye. Alafu anamwambia, jamani, mambo gani mnazungumza hayo? Nimesikia mnasema kuna mtu alifanya mtu akaona, kipofu akaona. Mnasema kwamba kuna mtu ambaye alifufua mtu. Ni mambo gani hayo? Mbona hayo mambo? Na Biblia inasema walifumbwa macho wasimtambue. Kwa sababu ya kumtambua, mmoja akamgeukia akakunja uso. Yaani jambo limetokea kwenye mji hapa. Jambo limetokea mahali hapa. Kila mmoja anajua mambo yote haya, kila mmoja anajua. Yaani haya mambo ya kwamba amehubiri, ameponya, amefungua, ameweka watu huru, amefufua, amefanya hivi, amelisha watu 5,000 kwa wakati mmoja mikate, ametembea juu ya maji. Kamhudumia mwanamke mmoja kisimani. Watu wote wanajua. Wewe je, inakuwaje hujui? Yaani akakunja uso akamwambia, yaani wewe hujajua haya mambo? Ina maana wewe ni mgeni ama ni vipi? Hujajua haya mambo yaliyotokea hapa. Na Yesu kwa sababu anataka yatajwe, akasema mambo gani? Haleluya. Mambo gani? Sijajua bwana. Mnasema ni mambo gani? Anataka aone huo ushuhuda jinsi ambavyo uko. Biblia inasema kwenye mstari wa 16, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Mstari wa 18, akajibu mmoja wao jina lake Kleopa. Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu? Kwa sababu watu wote wa Yerusalemu wanajua jambo hili. Kwa sababu wanawake na wanaume wa Yerusalemu wanajua jambo hili. Kwa sababu vijana wote wanajua jambo hili. Yaani mtu ambaye hajui ni wewe. Ina maana wewe ni mgeni peke yako katika Yerusalemu, hata hujui yaliyotukia humo siku hizi. Yesu mstari 19 akauliza, mambo gani? Bwana asifiwe. Yesu pia anayajua, lakini anatafuta ushuhuda kwa wale watu. Mambo gani? Na unajua Biblia inasema hivi, wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu na mbele za watu. Haleluya. Huyu ni Yesu wa ajabu sana, aliyekuwa mtu nabii. Nabii inawakilisha nabii kama nabii. Nabii inawakilisha mtumishi wa Mungu. Nabii inawakilisha wachungaji. Nabii inawakilisha walimu wa neno. Nabii aliyekuwa nabii, anasema yeye aliyekuwa nabii. Unaona, lakini pia mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za watu, lakini pia mbele za Mungu. Mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu. Napenda sana hiyo. Lakini nilipokuwa natafakari juu ya hili, nikakumbuka habari za Yesu katika Matendo sura ya 10. Matendo sura ya 10 kwenye mstari wa 38 tena. Biblia inasema hivi, mstari wa 10, mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Hebu tuseme haya maneno,
akitenda kazi njema. Rudia tena, akitenda kazi njema. Rudia tena, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Kwenye maisha yake alizunguka, alikwenda kule, akaenda kule na kijiji kile na kile kingine na kule kwingine pia. Lakini alipokuwa anazunguka katika hivyo vijiji, Biblia inasema alipokuwa anazunguka alihubiri habari njema. Anasema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Sio kuponya baadhi, na kuponya wote walionewa na Ibilisi. Na unajua kanisa hili tuna watu wanatoka kwenye vijiji tofauti hapa. Kuna watu wanatoka Mweka, Wildlife, kuna watu wanatoka Kitandu, wengine Ukaseni juu, wengine Ukaseni chini, wengine Rao, wengine Kitandu ya kule na mambo mengine kama hayo. Tuna watu wa tofauti mpaka chuo cha polisi kule CP. Yesu ambaye tunasema habari zake anaweza kuhubiriwa katika yale maeneo, lakini na kuponya wote. Nataka wote kwenye maeneo tunaishi, na kuponya wote. Lakini nani ambaye atatumika pale? Ni wewe na mimi ambao tunaishi pale. Lazima tupeleke habari njema, lakini pamoja na kupeleka habari njema tuhakikishe tunawahudumia watu waponywe, waponywe wote. Haleluya. Anasema kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Unajifahamu, nilikwambia kuna andiko nimesoma wakati tunamweka mtoto wakfu, Luka 2:52, unaweza ukaliandika. Luka 2:52, unaweza ukaliandika. Unajua mambo ya Yesu unapoyafuatilia ni mengi. Vitu vya Yesu alifanya ni vingi. Wote tunajua juu ya utoto wake, jinsi Yesu Kristo ambavyo alizaliwa. Alizaliwa kimiujiza, alizaliwa pasipo mume na mke kukutana, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini baada ya kuzaliwa alipelekwa hekaluni kama jinsi ambavyo nimesema. Wazee wakamwombea, wazee wakatabiri juu yake, wazee wakaweka mikono juu yake, wakamweka wakfu. Halafu tunasoma kwenye Luka 2:52, yule mtoto akakuwa katika hekima. Kanisa la Yesu Kristo lazima likue katika njia hizo, likue katika hekima. Hekima ni uwezo wa akili katika kutambua mambo, lakini akakuwa katika hekima. Biblia inasema na kimo, lile umbo na chochote kile, katika hekima na kimo. Lakini pia inasema akimpendeza Mungu, akipata kibali mbele za Mungu, lakini pia akipata kibali mbele za watu. Unaona, wakati mwingine tunahitaji kibali mbele za Mungu, lakini kwa watu hatujali. Wakati mwingine tunahitaji kibali mbele za watu, lakini kwa Mungu hatujali. Hili linakuwa kama ni tatizo. Yesu alipata kibali mbele za Mungu, lakini pia alipata kibali mbele za watu. Lazima utafute kibali, ni muhimu. Angalia katika maisha ya watu wengi katika Biblia. Wakina Mordekai walimpendeza Mungu, walipendeza pia watu. Wakina Esther walimpendeza Mungu, walipendeza pia watu. Angalia kina Yusufu, walimpendeza Mungu, lakini pia walipendeza watu. Habari ninazokuambia ni za Yesu Kristo. Biblia inasema mwenye uwezo wa kutenda na kunena mbele za Mungu na mbele za watu pia. Uwezo ambao alikuwa nao Yesu Kristo, mambo yake yanasema hivi: umepewa wewe, wewe pia umepewa, wewe pia umepewa. Kila mmoja amepewa uwezo ule. Alisema mamlaka ulionipa nimewapa wao. Twende pale Yohana 17. Yohana 17, twende pale. Nitaka kueleza bila kusoma andiko hilo, lakini nahisi kwamba nitakuacha. Yohana 17, twende pale kwa haraka. Yohana, nataka tuombe, kwa hiyo kwa haraka. Yohana 17. Yohana 17 mstari wa 20 mpaka 23. Wala si hao tu ninaowaombea, wala si hao tu ninaowaombea, na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Ndiyo, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu
nami ndani yao, na hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ndiyo, wakiwa na umoja ulimwengu utasadiki. Mstari wa 22 ni muhimu sana, usikilize. Nami utukufu ule ulionipa, nimewapa wao, ili wawe na umoja, kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wakamilifu katika umoja, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa wewe ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Haleluya. Hebu nikwambie mambo mawili hapa makubwa, alafu tuombe, ambayo kuna kitu nataka ukiombee, nitakwambia. Angalia kwenye mstari wa 22. Utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Haya maneno anayasema Yesu Kristo mwenyewe. Hii ni sala ya Yesu Kristo mwenyewe, sio maneno yameandikwa na mtume fulani. Maana Paulo kuna wakati anaandika anasema hapo ni mimi nasema, lakini hapo ni Bwana, au mtume fulani anaandika habari. Hapa ni anasema utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Yesu Kristo alikuwa ni mwenye utukufu. Utukufu ule ambao umepewa wewe. Anasema mimi ule utukufu nimewapa wao. Mimi ile mamlaka nimewapa wao. Mimi ule uweza nimewapa wao. Wewe si mtu wa kawaida. Sema amen. Anasema ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma. Jambo la pili kubwa hili, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Nataka nikutie moyo, wewe unapendwa na Mungu. Anasema ili wawe anasema ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Angalia hilo andiko, yani unapendwa kiasi kile kwa kipimo kile ambacho Yesu Kristo alipendwa. Sasa kwa nini kuna watu hawatambui sana mambo ya Yesu? Mambo ya Yesu naweza nikaelezea sana. Naweza nikaelezea kuzaliwa kwake, kukua kwake, kazi alizofanya kama fundi seremala, alivyoanza huduma yake, alivyokwenda kubatizwa akiwa mtu mzima. Maana nilikwambia tubatize watoto, akienda mtu mzima miaka 30 ndio akabatizwa. Alivyoanza huduma, majaribu yale ya matatu ya kule aliyopata mlimani, vitu vilivyotokea, huduma aliyofanya, mikate aliyolisha watu. Kuna vitu vingi ambavyo alifanya, lakini kwa nini wengi hatupati kile? Na wakati mwingine tunaishi maisha fulani hivi ambayo maisha ni kama haikuwa na mashaka, kama haikutokuamini, kama hivi. Wale watu tuliosoma mwanzoni wanasema lakini walifumbwa macho yao wasimtambue. Walifumbwa macho yao wasimtambue. Unafikiri kwamba wokovu ni dini? Unafikiri kwamba tuko hapa kujaza viti? Unafikiri tuko hapa kujaza idadi tu ya watu? Macho yanakuwa yamefumbwa. Kuna kitu kikijua utakuwa zaidi ya pale. Turudi pale Luka tena 24 pale uone. Hawa watu walifumbwa macho. Luka 24 pale. Rudi pale. Tulikuwa kwenye mstari wa 19 tulikomeshea pale. Angalia kwenye mstari wa 20 Biblia inavyosema. Tena jinsi watu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha sana. Waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Yule ambaye tunajua amekufa, kuna watu wamekwenda wametushtua.
hawakuona mwili wake kaburini. Wamerudi wakasema kwamba kuna malaika wamewatokea wakasema yu hai. Na wengine walikuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye mwenyewe hakuwamo, hawakumwona. Mstari wa 25, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa na manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Sasa hapa kuna kitu kinatajwa ambacho nataka tukishughulikie. Hawa watu wana habari njema za Yesu Kristo, wana mambo mazuri ya Yesu, wanafahamu habari zake, wanafahamu kila kitu, lakini kuna masikitiko, kuna mifadhaiko, kuna kuogopa kuko ndani yao, kuna kuto kujiamini kuko ndani yao. Kwa nini? Angalia, kwa sababu macho yao yalikuwa yamefumbwa. Lakini angalia, walipokuwa wanaendelea na Yesu Kristo, Biblia inasema Yesu akasema, enyi wenye mioyo mizito. Mioyo yao ilikuwa mizito. Watu wengi wana hilo tatizo katika maisha ya Kikristo. Waweza ukakaa, twaweza tukuzungumzia habari ya huduma, usiweze kwenda na upasa kwa sababu moyo wako ni mzito. Twaweza kuzungumzia habari ya ndoa, usiweze kushirikia mambo ya ndoa kwa sababu moyo wako ni mzito. Twaweza kushirikia mambo ya wachumba, usiweze kushirikia mambo kwa sababu moyo wako ni mzito. Unaona, moyo unapokuwa mzito ni tatizo. Yaani ukiwa kwenye nyumba hivi, moyo ukawa ni mzito, yaani hujui uamke, hujui ulale, hujui ukaoge, hujui ule, hujui, yaani upo tu. Unaona, upo tu. Hawa watu walikuwa na mioyo mizito, walikuwa na mambo mazuri, wanajua habari za Yesu, kwamba alikuwa ni nabii, jinsi alivyozaliwa, jinsi alivyokuwa, jinsi alivyotenda kazi, miujiza alivyotokea, wanajua. Lakini sasa wamefumbwa hapa kwenye kifo chake, kwamba atakufa kufaje, atazikwa vipi na atafuka. Wamefumbwa macho yao hapa, na Yesu anasema, enyi wenye mioyo mizito. Hili ni jambo ambalo ni la kushughulikia ndani ya kila mmoja. Ukiwa na moyo mzito hutaweza kusoma. Ukiwa na moyo mzito hutaweza kupatanisha ndoa yako. Ukiwa na moyo mzito hutaweza kufanya kazi. Ukiwa na moyo mzito hutaweza kutumika kwa viwango. Ukiwa na moyo mzito hutaweza. Siangalia, nimesema juu ya wanakwaya na watu wa praise. Unajua habari za kwamba wanakwenda boma, na habari ya kwamba kuna praise and worship inatakiwa boma na kwaya pia, zimepatikana wiki hii. Yaani sio Jumapili iliyopita hata hamkutangaziwa. Kwenye Jumatatu, Jumanne ndio habari zimepatikana. Sasa wao walikuwa na mioyo mepesi, kwa hiyo wakaweza kujipanga haraka, walikuwa tayari wakati unaofaa na usiofaa, wakaweza kujipanga haraka. Lakini mwenye moyo mzito hawezi. Mwenye moyo mzito atasema hilo jambo lingetangazwa miezi 3 iliyopita, 4. Bwana asifiwe sana. Hawa walikuwa na mioyo mizito, wanajua, lakini wanajua habari ya kufuka kwake. Biblia inasema kwenye mstari wa 27, akaanza kutoka Musa na manabii wote, wakawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Hawa watu walipokuwa wanakwenda na Yesu, wanatembea sasa, wako watatu, wanaongea, wanaambia, lakini nyinyi mna mioyo mizito sana. Hivi si mnajua alishasema hayo mambo manabii wetu walisema? Ukisoma vitabu vya kina Isaya walisema, Musa pia aliwahi kusema, Yeremia pia kuna mambo alitaja. Si hayo mambo yalishatajwa jamani? Mbona nyinyi mnashangaa namna hiyo? Alipofika kwenye kile kijiji, wao wamefika, wakasema sisi tumefika. Yeye akajifanya anataka kuendelea mbele, akajifanya anataka kuwaacha, akajifanya anataka kuondoka. Na hapa kwa Wakristo wengi pia kuna tatizo. Unaona, kwa mfano hawa kwenye mstari wa 28, wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi. Hebu tuseme wote, kaa pamoja nasi. Rudia tena, kaa pamoja nasi. Kumbuka Yesu amewashutumu njiani kwamba ni watu wenye mioyo migumu, ni watu wenye mioyo mizito, na hapa anataka kuwaacha.
kwamba mmefika, mnaingia, okay, tutaonana jamani, mimi naendelea na safari na nini. Wao wakamshawishi. Waliona huyu jamaa kuna vitu anajua zaidi yetu, kashatuambia mambo ya manabii, kashatuambia mambo, huyo anajua, akae pamoja na sisi, akae pamoja nasi. Kwa hiyo jambo la kwanza la kushughulikia ni mioyo mizito isiwepo katika maisha yetu. Mioyo mizito ni tatizo kwenye ndoa, mioyo mizito ni tatizo kwenye familia, mioyo mizito ni tatizo kwenye huduma, mioyo mizito ni tatizo kwenye kwaya, mioyo mizito ni tatizo kwenye praise, mioyo mizito ni tatizo popote pale. Moyo mzito ni tatizo. Hebu sema moyo mzito ni tatizo. Lakini angalia alipotaka kupita, wakasema Bwana kaa nasi. Hebu tuseme wote, kaa nasi. Kuna wimbo mmoja wanauimbaga nasema, kaa nami usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu, kaa nami. Anasema Bwana kaa nasi. Na mchana wa leo nataka tumwambie Bwana akae na maisha yetu, akae na familia zetu, akae na watoto wetu, akae kwenye maofisi, akae maeneo yetu ya kazi. Maana akiwepo kuna kitu kitatokea. Ngoja uone, akiwepo kuna kitu kitatokea. Biblia inasema hivi, mstari wa 29, ukamshawishi akisema kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia kukaa nao, akaingia kukaa nao. Nampenda Yesu Kristo kwa sababu ukimsihi anasikiliza. Yeye ni mnyenyekevu wa moyo. Ukimwambia kaa nami, anakaa na wewe. Ukimwambia nisaidie kwenye ndoa, anakusaidia. Ukimwambia nisaidie kwenye watoto wangu, anakusaidia. Ukimwambia nisaidie kwenye huduma, anakusaidia. Ukimwambia nisaidie. Juzi nilisafiri usiku, nilifika hapa saa 4 usiku, saa 5. Kesho yake nina huduma ya mambo ya ibada kule Boma. Usiku nikamwambia Bwana Yesu nisaidie, kaa na mimi. Bwana asifiwe sana. Kesho yake tena kanitia nguvu. Jana nimerudi tena usiku, nikirudi siku na kesho ni ibada, naambia Bwana kaa na mimi. Yaani yeye ni mzuri tu, ukimwambia anakaa. Sasa mstari wa 30, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa, yakafumbuliwa. Mstari wa 31, yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Bwana asifiwe sana. Yakafumbuliwa macho yao. Macho yalikuwa yamefumbwa, lakini pia mioyo yao ilikuwa ni mizito. Hapo tunasoma yakafumbuliwa macho yao. Hitaji la tatu la kuombea ni hili: macho ya mioyo yetu yafumbuliwe. Sikiliza nikwambie, ziko fursa nyingi hatuzioni kwa sababu macho yamefumbwa. Kuna viwango vipya vya kiuchumi Bwana anataka kutupeleka, hatuoni kwa sababu macho yamefumbwa. Ni ajabu sana, yaani macho yanakuwa yamefumbwa. Mimi ninapotembea popote, ninapokwenda kwenye huduma, naziona fursa. Nasema laiti watu wengine wangeziona kama hizi. Naziona fursa karibu kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu macho yamefumbuliwa. Naziona fursa. Nimekwenda kufanya mkutano wakati uliopita huu ambao nimerudi sasa, Sengerema vijijini, kwenye kijiji kimoja kinaitwa Ngoma. Yaani ni ajabu, nifika kwenye kile kijiji. Ni kijiji kina watu wengi, ni kijiji kina biashara nyingi, ni kijiji ambazo kina gesti na mahoteli na lodge na kila kitu, halafu zote zinajaa. Yaani ikifika saa 3 saa 4 hakuna nafasi za wageni kulala tena kwenye vyumba. Yaani ni mahali pamejaa fursa tele. Yaani ni mahali ambapo yaani pana watu wengi. Kijiji kinachofuata kuna mgodi wa madini. Kwa hiyo wafanyakazi wa mgodi wanakuja pale kufanya kazi, wanarudi kule kwenye mgodi, wanafanya mambo ya mgodi, wanarudi pale kulala, wanaenda kwenye mgodi, wanarudi pale ndio wanapofanyia huduma za M-Pesa, miamala, wanarudi pale wanakula, wanakwenda. Yaani ni mahali pa ajabu, na sijui, nafikiri Watanzania hawaja pagundua pale. Ni kijiji cha ajabu. Kila anayefanya biashara hata ya kuuza miwa anauza kwa kuuza. Kila anayefanya hata ya kuuza machungwa anauza kwa kuuza.
Ni mahali ambapo ni pa ajabu. Nimewahi katika miaka ambayo nimeishi, sijawahi kukutana na sehemu ya ajabu kama ile. Ina fursa tele za biashara. Watu ambao wanajenga nyumba za kupanga watu, kupanga vyumba vya kupangisha. Ukianza kujenga nyumba, ukiweka msingi, wakati unaanza kupandisha matofali, wanakuja watu wa kukodisha hivyo vyumba vyote. Nyumba yote imeshakodishwa, hujaijenga, ndio imeshakodishwa yote. Hakuna nyumba za kukaa. Ni mahali ambapo ni pa ajabu. Nilisikia habari za mzee mmoja pale amejenga mahoteli pale. Alipokuwa anajenga mahoteli, amejenga hoteli ya kwanza. Wakati anapanga kwamba hivi vyumba vitakuwa self hivi vya kawaida hivi self, amejenga hoteli pale. Ikaja kampuni ikachukua vyumba vyote kwa mkataba wa miaka kadhaa. Akamwambia, lakini nyumba sijamaliza. Wakapiga mahesabu ya kumaliza, hiyo kampuni itamalizia, watakatana kwenye kodi. Bwana asifiwe sana. Ukiwa unajenga tu nyumba, ni nyumba ya kupanga, watu watapanga. Ukiwa unajenga tu, umefika kwenye madirisha, wanakuja watu wa kupangisha tayari. Ukiwaambia hapana, mimi sina hela za kumaliza haraka haraka hivyo mnavyotaka, wanasema tutamaliza wenyewe, tutamalizia. Mimi nitamalizia chumba hiki na sebule yangu. Mnaanza kupiga mahesabu, matofali ya kumaliza 200 au 800. Fundi hii, simenti hivi, dirisha la 200,000 au 1,200,000. Jumla umemaliza kwa shilingi ngapi? 1,100,000 na 100,000. Sawa. Mnapiga mahesabu ya kodi, hiyo 1,100,000 na 100,000 itakatwa baada ya miezi mingapi au miaka mingapi. Mkisha maliza tayari. Watu wanakujengea. Watu ni sehemu ya ajabu mno. Na nimeshangaa kwa sababu nimefika kule nikakuta wageni wengi wanahamia, wenyeji wa kule wamelala, wamefumbwa macho. Ni kijijini, ila kupata kiwanja ni issue. Kiwanja ukubwa wa hili kanisa na kuzidi kidogo, milioni 100. Kijijini kabisa. Hakuna hata barabara sawa sawa. Barabara ni rafu, haiko na lami, ni rafu. Ni kijijini kabisa. Lakini ngajaribu kufikiri, watu wanazidi hivyo, wenyeji walioko pale sasa, kwa sababu kuna roho za wenyeji mara nyingi zinakandamiza watu. Ndivyo zilivyo roho za wenyeji, mara zote zinakandamiza. Unajua wenyeji wanauza maeneo, anauza milioni 10, milioni 15, milioni 20, milioni ngapi, yeye anaondoka aende vijijini tena zaidi, wanauzia wageni. Ni sehemu ya ajabu. Lakini kwa nini? Kwa sababu watu wengi macho yamefungwa, macho hayaoni. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru kwa jina la Yesu. Hawa watu angalia, wametembea na Yesu muda mrefu. Nataka nikuonyeshe kitu kingine. Wametembea na Yesu muda mrefu, lakini bila kumtambua. Na kuna Wakristo wako hivyo, wanatembea na Yesu. Huu ni mwaka wa 2, mwaka wa 3, mwaka wa 4, lakini bila kumtambua. Bila kutambua vipawa vyake, bila kutambua karama zake, bila kutambua baraka zake, bila kutambua miujiza yake. Leo utambue kwa jina la Yesu. Walitembea na Yesu muda mrefu, lakini bila kutambua. Ni ajabu sana. Alipotaka kupita, walipomkaribisha, akakaa nao kwenye chakula. Wakati wanakula, akamwambia, tuombe kwanza. Naomba hiki chakula kibarikiwe, naomba pia hivi vinywaji vibarikiwe. Alipoapa, macho ndio yakafumbuliwa. Yalifumbuliwa wakati wa chakula, wakaanza kuona. Kwa nini nataka macho yafumbuliwe? Kwa sababu unaweza kuwa na Yesu Kristo lakini ukaishi bado kwenye mikandamizo. Unaweza kuwa na Yesu Kristo lakini ukaishi bado kwenye shida. Unaweza kuwa na Yesu Kristo, kwanza tunamtangaza Yesu wa baraka. Unaweza kuwa naye lakini bado ukapita kwenye changamoto. Unaweza kuwa na Yesu Kristo lakini usiweze kujua jinsi ya kutumia jina lake, usiweze kujua jinsi ya kutumia damu yake, usiweze kujua jinsi ya kutumia neno lake. Lakini Yesu naye, hawa walikuwa naye, wanatembea naye, wanaongea, wanapiga story mambo ya Yesu yalivyo, wanaongea, lakini hawakuwa wanamjua. Tena huko njiani wengine wanamkasirikia. Anapouliza habari, wanakunja uso. Hivi wewe ni mgeni hapa ama nini? Wako watu pia kwenye maisha ya Kikristo wanamkunjia Yesu Kristo uso namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hajatenda kwenye ndoa yake.
Kwa nini? Kwa sababu hajampatia kazi. Kwa nini? Kwa sababu bado hajamuona kwenye jambo fulani. Kwa nini unakunja uso? Yesu hakunjiwi uso, kwa sababu yeye anabaki kuwa ni Mungu. Yeye anabaki kuwa ni Bwana. Wewe ukipata ama usipopata, ukiwa vile ulivyo ama vinginevyo, yeye anabaki kuwa Mungu. Lakini katika mchana wa leo, macho yako ya kiroho yafumbuliwe kwa jina la Yesu. Binti yetu mmoja, yeye yuko Dar es Salaam, na sio binti kwa maana mtoto wetu, hapana, ni mtoto wetu wa kiroho. Tumesali naye hapa muda mrefu na wengi mnamfahamu. Na huyu binti alisoma hapa, alisoma sekondari, baadaye akaenda vyuo na mambo mengine. Hasa alipomaliza, wakati amemaliza chuo, akaniambia, baba, nataka kujiwekea fedha, pamoja na kwamba sijapata, lakini kuweka fedha siwezi. Nikaambia, sasa ni juu yako, wewe unatakaje? Wewe niambie unachotaka, unatakaje? Asema, mimi nataka nikienda kule, nikizunguka, nikipata 20,000, 30,000 nikutumie, uniwekee. Nikasema, kwa kuweka hela, mimi kwa kuweka hela si jambo. Bwana asifiwe sana. Kwa kuweka hela niko vizuri kabisa. Yaani utafikiri umeweka benki. Bwana asifiwe sana. Tukaanza, akipata laki ananitumia. Baba, nimetumia 100,000, naomba uniwekee. Na jina la Bwana libarikiwe. Namwekea 100,000. Kesho 50,000. Kesho. Sasa hivi ana mamilioni ya shilingi. Bwana asifiwe sana. Anaweza kukaa tu akaniambia, baba, sasa kuna changamoto ambayo napitia, nilikuwa naomba kama naweza kupata 500,000. Au nilikuwa naomba kama naweza kupata 1,000,000. Na unajua, napiga simu kwenye M-Pesa kwa jamani, kuna mtu anataka 1,000,000, naomba mumtumie hela, naileta hapo. Bwana asifiwe sana. Hela ziko salama. Kwa nini? Kwa sababu amefumbuliwa macho. Juzi akawa ananiambia, nataka sasa nifanye biashara. Kwa hiyo akawa anahitaji ushauri, biashara gani? Tukaongea naye, unajisikiaje, unapendelea biashara gani na mambo. Anasema, mimi napenda kufungua duka na mambo mengine, duka la vifaa mbalimbali vya kawaida, lakini pia napenda huduma za kifedha, M-Pesa, hivi huduma za kifedha na mambo mengine, ndio vitu ambavyo napenda. Nikamwambia, okay, kama unapenda, ni kitu ambacho unaweza ukakifanya kwa mafanikio. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, ameanza mchakato. Ataka afungue duka, na mimi naamini itakuwa duka kubwa. Ataka afungue duka, ataka afungue huduma za kifedha na mambo mengine kama hayo. Bwana asifiwe sana. Macho yakifunguliwa utaziona fursa. Mgeukie jirani yako, mwambie, macho yakifunguliwa utaziona fursa. Mwambie, na hayo ndio mambo ya Yesu. Ni ajabu sana. Binti yangu, yeye mtoto wetu sasa wa kimwili, alitaka kununua kiwanja Dar es Salaam. Na kununua kiwanja Dar es Salaam ni hela nyingi. Naye akaniambia hivyo, baba, nataka niweke hela kwako. Kaambia, hamna shida. Kama unataka kuweka hela, weka basi tuone. Mimi sina tatizo. Akipata 200,000 analeta, akipata 300,000 anaweka, akipata 100,000 anaweka. Wakati anaweka kwangu, akaweka pia kwenye kikoba. Akaweka fedha nyingi kwenye kikoba. Kwa hiyo kule kwenye kikoba akaweka. Wakati wa kuvunja kikoba akapata karibu 2,000,000-3 huko, sijui ngapi kapata. Huku kwangu nako alishaweka karibu 2,000,000-3. Akachukua za kikoba, akachukua zile zilizoweka kwangu, akanunua kiwanja. Sasa hivi anajenga nyumba. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni mpaka macho yafunguliwe. Macho yakiwa hajafunguliwa, hutaona kitu. Fursa hapa huru unapaona hivi. Anaweza katokea mtu hapa kaweka kitu kikawa ni fursa kwake. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja alitutembelea wakati fulani hapa. Alipotembelea tukawa tunaongea naye, wakati tunaondoka akaniambia, mchungaji, lakini hapa kanisani, yani naangalia hivi, mbona hapana kibanda kwa ajili ya kuuza soda na maji na juice na nini? Nikamwambia, sasa hiyo ni jambo lingine, hajapatikana mtu wa kuweka hivyo na mambo mengine. Kwa hiyo ndio maana pako hivi. Asa, kwa sababu nimepangalia hili ni kanisa. Halafu kanisa hili mmelijenga huku kijini hivi, nimeona, yani nilipokuwa hapa nimeangalia hapa panafaa kuwa na kibanda cha soda, juice na maji, halafu na kuuza vitabu vidogo vidogo vya Kikristo. Bwana asifiwe sana. Kaja kwa siku hii na kaondoka. Huyu akija hata leo akiambia hapa tu hata leo, yeye atatafuta hiyo kuweka.
maana yeye anaiona fursa. Wewe unaweza usione. Si watu wakitoka hapa kukiwa na soda pale watakunywa, kukiwa na juice pale watakunywa, na watoto watalilia, na baba mtoto akililia, kuliko uende naye nyumbani analia mpaka nyumbani, utanunua juice na vitabu vya Kikristo na vitabu vya nyimbo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Paulo aliwaambia Waefeso hivyo kwamba macho yanahitaji kufunguliwa. Hawa watu walipofunguliwa macho wakamtambua, na walipomtambua na Yesu akajua sasa wamenitambua, akaondoka. Kwa sababu gani aliondoka? Kwa sababu wao wameshapata uwezo wa kumtambua, wameshapata uwezo wa kuweza kuona vitu wenyewe. Akakubali sasa kuacha aondoke zake. Katika mchana wa leo nataka tuombe kwamba Bwana atufumbue macho ya kiroho, tuzione fursa, tuone upenyo, tuone upendo wa Mungu, tuone baraka. Hayo ndio mambo ya Yesu Kristo. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Sijui niseme nini, lakini nataka usimame. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako mchana wa leo. Simama tu pale ulipo. Unapofunguliwa macho, kuna fursa utaziona. Ziko baraka zinazoambatana na macho yetu kutiwa nuru. Lakini angalia watu hawa waliokwenda Emau. Biblia inasema walikuwa nakizungumza habari za Yesu kama jinsi ambavyo sisi tunazungumza habari za Yesu leo. Tunasema Yesu anatupenda, tumetoka kwenye dini zetu, tumekuja kwa Yesu. Yesu anatupenda, anatujali, tunaongea yale na mambo mengine. Lakini wakiwa wanaongea yale, njiani walikuwa wanatembea na Yesu, lakini pasipo wao kujua wako na Yesu Kristo, lakini pasipo kujua. Na Yesu aliye naye ana uwezo wa kutenda, na Yesu aliye nao ana uwezo wa kunena. Chochote ambacho atataka atende, atatenda. Chochote ambacho atataka anene, atanena. Lakini wao hawakuona hilo. Kwa nini? Kwa sababu macho yao yalikuwa yamefumbwa. Unaweza kuwa umetembea na Yesu Kristo miaka nenda miaka rudi, lakini bado hujauona upenyo ambao unauhitaji. Leo ni siku ya macho yetu kufumbuliwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema, alisema tatizo ni mioyo yao ilikuwa mizito. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu mwishoni walifumbuliwa macho yao, wakaona. Macho yakifumbuliwa utaona. Utamwona pia mchumba ambaye anatakiwa kuoa wewe au anatakiwa kuolewa na wewe. Utamwona pia. Utaiona pia kazi ambayo unatakiwa kwenda kufanya application na kupata. Utaona. Lakini macho yake yamefumbwa ni hatari. Hebu weka mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Naja mbele zako. Naja mbele zako. Kama jinsi watu wa Emau walivyokuja mbele zako. Walivyokuja mbele zako. Walikuwa hawakukutambua. Hawakutambua uweza wako, nguvu zako, wema wako, upendo wako, baraka zako. Hawakutambua. Lakini Bwana, mioyo yao uliiona wazi, ilikuwa mizito. Asubuhi ya leo na mchana wa leo, ninaomba moyo mzito ndani yangu utoweke kwa jina la Yesu. Moyo mzito kwenye ndoa yangu, moyo mzito kwenye kazi yangu, moyo mzito kwenye huduma yangu, moyo mzito kwenye familia, moyo mzito
katika kanisa, huo moyo na ukataa kwa jina la Yesu. Moyo mzito ninautoa, moyo mzito na ukataa kwa jina la Yesu. Hebu kataa moyo mzito kwenye maisha yako. Kataa moyo mzito kwenye familia. Kataa moyo mzito sasa. Kataa moyo mzito. Kataa moyo mzito. Kataa kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai. Nenda mbele za Mungu. Kataa ule moyo mzito ambao unakuzuia kufanya mambo yaliyo bora katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai. Tunakataa ule moyo mzito kwenye kazi, moyo mzito kwenye huduma, moyo mzito kwenye maisha yetu ya kawaida katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai. Leo tumetambua juu ya madhara hata ya kuwa na moyo mzito kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Moyo mzito, siku ya leo ninakutoa nje katika jina la Yesu. Ninakutoa nje kwa damu ya Yesu. Ninakutoa nje kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakukataa leo, ewe moyo mzito. Ninaukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kukataa, kataa ule moyo mzito ambao umekukamata hata wakati wa kufanya kazi ya Mungu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kataa. Ikiwa wakati unafanya kazi ya Mungu unasikia uzito, kataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hata wakati unaanza kazi, hata wakati unaanza biashara unasikia uzito, kataa moyo wa uzito kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Moyo mzito kwenye maisha yangu na ukataa. Moyo mzito kwenye familia yangu na ukataa. Moyo mzito kwenye wokovu wangu na ukataa. Moyo mzito kwenye huduma na ukataa kwa jina la Yesu. Moyo mzito maeneo ya kazi na ukataa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo moyo mzito si sehemu yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wakati unataka tuende tukapate kumwomba Mungu afumbue macho yetu yaweze kuona, yaweze kumtambua Yesu. Ukimtambua Yesu utauona upendo wake. Ukimtambua Yesu utauona msamaha wake. Ukimtambua Yesu utauona rehema zake. Ukimtambua Yesu utaona baraka zake. Ukimtambua Yesu utaona upendo wake. Ukimtambua Yesu utaona wema wake na uzuri wake. Ukimtambua Yesu utaona. Walifumbuliwa macho wakaona. Walipoona ilikuwa kitu cha tofauti. Sikiliza nikwambie, tunahitaji macho yetu ya mioyo yafunguliwe. Ni kweli wakati mwingine tunaona kimwili, lakini kiroho hatuoni. Linakuwa ni tatizo kubwa. Macho yetu yapate kuona, yafumbuliwe yale macho ya ndani. Hebu sema tena Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Mchana wa leo. Ninaomba. Macho ya moyo wangu. Macho ya ndani yangu. Yapate kufumbuliwa. Yapate kuona. Kwa jina la Yesu. Yapate kuona. Baraka zako. Yapate kuona. Uponyaji wako. Yapate kuona. Uzima wako. Yapate kuona. Ushindi wako. Yapate kuona wema wako kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Macho yangu yazione fursa. Macho yangu yaone viwango vipya vya baraka. Yaone viwango vipya vya mafanikio. Yaone viwango vipya vya ushindi. Yaone viwango vipya kwa jina la Yesu. Kwa imani kabisa weka mkono wako wa kulia ama wa kushoto ama yote katika macho yako. Ni macho ya kimwili tunaweka, lakini kwa imani ni macho ya kiroho nataka yaweze kuona.
Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho yangu ya rohoni yapate kuona. Yapate kuona. Kwa jina la Yesu. Macho yangu yapate kuona. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bartimayo alisema apate kuona. Kwa sababu alijua akiona atapata vyote. Mchana wa leo macho yangu ya kiroho yapate kuona. Yapate kuona. Yazione fursa, yazione huduma, yazione karama, yaone vipawa, yaone ushindi, yaone mema kwa jina la Yesu. Macho yangu ya kiroho yaone mema kwa jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana sasa, omba macho yake ya kiroho yafumbuliwe. Omba sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, omba katika mchana wa leo. Omba tena. Omba katika mchana wa leo. 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 Omba tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Omba tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, mfalme wa amani, Mungu mwenye enzi yote, kwa jina la Yesu Kristo, baraka zinazoambatana na kuona ziambatane na maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai, Mungu tunaomba msaada wako na rehema yako. Hebu sema asante Bwana Yesu. Sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Nisaidie kuona mambo yako yaliyo muhimu. Nisaidie kuona vitu vya kiroho, vitu vya kimwili kwa jina la Yesu. Bwana, macho yangu na yafumbuliwe kwa jina la Yesu. Kila roho inayozuia macho yangu kuona vizuri, mchana wa leo na ikataa hiyo roho inayozuia nisione mambo ya Yesu inavyotakiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu wakati nimlete maaskofu aweze kuombea na kubariki na baraka ambazo zinaambatana pamoja na kuona kwako vizuri katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kimwili, zionekane pia na wewe. Inawezekana. Weka mkono wako mmoja juu. Weka mmoja katika moyo wako katika mchana wa leo. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninakubariki Mwokozi kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya somo lizuri ambalo Mungu umesema nasi siku ya leo. Nami ninaamini kila aliyokuwa na sikio la rohoni atakuwa ameelewa kile ambacho Mungu anasema naye. Mwokozi wangu, ninakusihi ukatupe kuona yale mambo mema na mazuri ambayo Bwana unatafuta tuyaone kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kila mwanamke, asante kwa kila mwanaume ambaye amesikia neno lako, asante kwa ajili ya kila kijana. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu ninajua kuanzia leo utatufunza kuona yaliyo mema na mazuri katika maisha yetu. Mungu wetu na Baba yetu, ninatamka wema wako ukapate kudhihirika maishani mwetu, ukapate kuwa pamoja nasi kama neno lako lisemavyo katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi.